Yesu asifiwe. Kiumbe vilio hai, Bwana asifiwe. Asante asubuhi leo, nashukuru Mwenyezi Mungu kunipa nafasi hii kusimama kwa madhabahu. Asante kwa message ya mchungaji. Naona mama aseme kitu. Bwana Yesu asifiwe. Mmeona mama aseme kitu. Aseme kitu. Nami namshukuru Mungu kunipa hiyo nafasi. Anaweza kusema kwamba karibu sana Wakenya ambao wameingia hapa siku ya leo. Watumishi wa Mungu, akijana wetu baba tawala mwenye umetembea nao na mama tawala, karibuni sana nyumbani mwa Bwana, na hata wengi karibuni. Amen. Jisikieni nyumbani mwa Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Namshukuru Mungu, kuanzia asubuhi nimebarikiwa na mafundisho yalikuwa ya Teresa. Mungu akubariki. Nashukuru Mungu jinsi tumediscuss ya kwamba ni vyema kutembea ukiwa na akili. Unapotembea ukiwa na akili ni kitu ya maana. Huwezi kunaswa. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka kwamba tulikuwa na kipindi kingine kwa TV walikuwa wanaitwa kunasa. Mtu alikuwa na kunasa tu ujui umenaswa. Kwa hivyo watoto wa Mungu, ni vizuri kutembea tukiwa na akili. Tunapotembea tukiwa na akili, hakika tutanaswa, kwa sababu akili zetu zitakuwa zinafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu hasa kwa maombi mliniombea. Nimekuwa nyumbani, Mungu amenilinda siku zote. Sio kawaida na sio rahisi. Hii barabara ambayo tunapita usiku na mchana, wapendwa, inamaliza watu wa Mungu, inamaliza binadamu, inamaliza watu. Lakini namshukuru Mungu mliniombea, kukaa kwangu nyumbani, Mungu amenilinda. Kurejea, Mungu amekuwa pamoja nami njiani. Mungu alinifunika kwa mapawa zake. Bwana Yesu asifiwe. Tunapomwamini Mungu, Mungu anakuwa mwema na Mungu anakuwa mwaminifu. Asante. Nimesikia ushuhuda kwa mama wetu Sophie. Mama, Mungu ako pamoja nawe. Mungu ameshakuponya. Neno lake likasema kwa mapigo yake tulipokea uponyaji. Unapoamini Mungu, hakuna jambo ambao Mungu hawezi. Mstari wetu amesema mama nyumbani ni dhaifu. Tunaamini Mungu, Mungu atakusimama. Bwana asifiwe. Tumesikia kijana wetu Samii. Enyewe ni Mungu Baba. Tunapojificha kwa damu ya Yesu, shetani anakuwa na uchaji. Tulikuwa tunaongea na mchungaji asubuhi, akasema kwamba tunakosa kuelewa sometime, kwa sababu neno la Mungu linasema shetani alirushwa kutoka juu, akianguka chini atapakia nini? Sasa ameshafunjika. Kwa hivyo shetani tujue kwamba ameshafunjika, ana nguvu, ako tuna uchaji, ako tuna ukora, lakini yeye alishushwa kutoka juu mbinguni, amefunjika, yeye ana nguvu. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa Samii. Mungu alikufunika na damu yake. Ukitaka kujua Mungu ni mwema na Mungu ni mzuri, wacha vitu ya ulimwengu yaharibike, lakini mwili wako usiharibike. Vitu ya ulimwengu tutapata ingine, lakini mwili unapoharibika, tangu pengine ianze kufanya 1 2 3 itakuwa karama. Tunajua kwamba yenyewe hiyo chombo ni karama, lakini iwezi kufananisha na mwili zetu. Kwa hivyo watoto wa Mungu, tunapotembea kila wakati, wacha tumuombe Mungu atufunike kwa damu yake. Tunapotoka kwa nje, tujue kwamba tunatoka kwa maadui. Tunatoka kwa maadui. Hapa neno la Mungu linasema ya kwamba shetani anakutamani wewe mtoto wa Mungu, ambaye kila wakati unasema Bwana Yesu asifiwe. Unapotoka nyumbani mwako unaenda kwa maadui. Kwa hivyo tuambie Mungu ya kwamba tunapoondoka nyumbani mwetu, tukifanya 1 2 3, tuambie damu ya Yesu, damu iliyo na thamani, waje kutufunike. Hata kama shetani atakuja na mtanda wake, hata babaika tu, wakati ambao atakutingisha, ataona wewe umekuwa strong, na atasema wacha tuachane na huyu mama, wacha tuachane na huyu kijana, wacha tuachane na huyu mzee. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mimi fundisho langu la mchana wa leo ni kuhusu bidii. Bwana Yesu asifiwe. Ni kuhusu nini? Bidii. Mnajua maana ya bidii, watoto wa Mungu? Samia amesema tumekuja kutafuta, na sio Samia, kila mmoja tulio kwa ulimwengu, hata kama uko
tukuwe mtu wa bidii ndio ufaulu. Amen. Bwana asifiwe. Tukuwe watu wa bidii ndio tufaulu maisha yetu. Na hii kuhusu bidii inaongelelea sisi watoto wa Mungu ambao tunamtafuta Mungu. Neno likasema ya kwamba tumekuja kumtafuta Mungu, tunamtafuta Mungu, lakini tukakona mtumishi wa Mungu akasema ni vizuri kukande kuliko kukafwa. Ni vyema watoto wa Mungu tunamtafuta Mungu, na njia ambayo tunamtafutia Mungu nataka kuambia mchana wa leo. Neno likasema ya kwamba tumtafute Mungu kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maisha yetu ambayo tunaishi, kwa nyumba zetu, kwa ndoa zetu, kwa mama, wasichana, vijana, lolote tunapofanya kwa maisha yetu, wacha tufanye tukimaanisha, na wakati ambao tunamaanisha wacha tuweke bidii. Unajua kitu ya bidii, unapokuwa mtu wa bidii, kusema ukweli, haki njaa haiwezi kukuuma. Unaweza kuwa na shamba ama eka 2, unaweza kuwa na shamba ama hata eka 1, lakini usipokuwa mtu wa bidii, usipokuwa mtu wa bidii, mtu wa kulima, mtu wa kufanya 1 2 3, ukiamini Mungu, njaa itakumaliza. Unapokuwa na pointi moja, ukuwa mtu wa bidii, na mtu wako na shamba eka 2 eka 5, lakini wewe mtu wa pointi moja umeshakuwa mtu wa bidii. Unajua nitataka niweke marakwe, nataka kuweka mboga, nataka niweke kitunguu, nataka kuweka nyanya, nataka kuweka cabbage. Kwa hiyo pointi moja, wewe mtu wa bidii, utapata njaa, utashiba na watoto wako, utakuwa na pesa kwa mfuko. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kipande hizi vitu zote utakula peke yako, utakula na watu, utauza na utakuwa na pesa kwa mfuko. Bwana asifiwe. Asubuhi leo nimebarikiwa kwa mafundisho ya Teresa ya kwamba ni vizuri kukua mtu wa imani, tukua watu wa kutoa. Akasema kwamba ninapokutolea, ninapokubariki, mimi niko chini wakati ambao nasimama nani, wakati niko chini, wakati ambao nitabarikiwa. Usitarajie ya kwamba nilisimama na mama, sasa niona amepata kazi, najua ataninunulia sukari. Siku hizi sionangi akininunulia sukari. Nilikuwa namuona, alikuwa anasema mama, sasa amepata kazi, hatawezi kujua, hatawezi kunikumbuka. Tusahau hayo. Wacha tumetegemee Mungu. Tufanye vitu zetu kwa bidii, tukiamini Mungu ya kwamba tunapomtafuta Mungu kwa bidii, tunapomtafuta Mungu kwa bidii, watoto wa Mungu, maadamu atapatikana. Bwana asifiwe. Bila kupoteza wakati, nitaomba msomaji anisomee kitabu cha Mithali. Mithali mlango ni wa 8, mstari mdogo ni wa 17 mpaka 18. Nimesema Mithali 8:17-18. Mithali 8. Soma ni wa 8, mstari ni wa mlango ni wa 8:17-18. Samahani. Nitasoma kwa imani. Mithali 8:17-18. Na wapenda wale wanipendao. Amen. Na wale wanitafutao kwa bidii, yes, wataniona. Amen. Utajiri na heshima ziko kwangu, na utajiri udumuo na haki pia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Watoto wa Mungu, mmesikia? Utajiri unatoka wapi? Utajiri unatoka kwa Mungu. Neno limesema ya kwamba yeye anapenda wampendao, na wale wote ambao wanamtafuta kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. Tusipatishe kumtafuta Mungu. Kanisa la leo, kanisa la Mungu, tusipatishe kumtafuta Mungu. Tuamini Mungu ya kwamba Bwana, mimi ninakutafuta kwa bidii. Na unapomtafuta Mungu kwa bidii, neno linasema maadamu anapatikana. Utajiri unatoka kwake. Kila mmoja anataka utajiri. Mimi huyu ninataka utajiri, wewe huyu unataka utajiri, lakini neno linasema tumtafute kwa bidii. Watoto wa Mungu tumekuja kutafuta, lakini sometimes tunatafuta mambo zetu, tunatafuta vitu zetu, tunawacha Mungu nyuma. Mungu tunamtafuta nyuma, lakini mambo yetu tunaweka mbele. Tunatafuta mambo yetu kwa bidii.
Wakati tulikuwa tunajadiliana asubuhi kwa hii kanisa ya kwamba mtu alikuwa mtajiri, akasema napata shida, acha tuwe pesa zote ambazo kwa akaunti nafanya namna gani? Akatiana. Na alikuwa ameweka pesa kwa akaunti jinsi mlisikia wewe mlikuwa hapa, na akasahau. Lakini wakati alipeana na akasahau, akapigwa simu, akapata message, akasema bwana, mbona unataka kuja kuchukua pesa zako? Zimeshakuwa mingi kwa akaunti. Huyo mtu akasema si kwa najua. Akashangaa. Ni kwa nini? Kwa sababu alitoa mali yake na bidii, akasema wacha nitoe, hata nikipatia bure wacha nitoe. Lakini najua siku moja Mungu na yeye ataniwahi. Watoto wa Mungu, wacha Mungu akuwe mstari wa mbele. Kwa lolote ambalo tunafanya, wacha Mungu akuwe mstari wa mbele. Ametuambia kwamba yeye anapenda wale ambao wanampenda na wale ambao wanamtafuta kwa bidii. Kanisa la Mungu, tusipatishe. Wewe na mimi tusipatishe, kwa sababu namjua Mungu. Kama ni kufanya kazi ya Mungu, wacha tufanye. Kama tutafanya tena, kama tunaimba, wacha tuimbe. Kama tutaimba tena, kama ni kwenda kwa ushirika, wacha tuende. Kama tutaenda tena, kama ni kusimama na huduma, wacha tusimame. Kama tutasimama tena, simama ukijua kwamba hiyo siku ndio siku Mungu amekupatia. Usiseme kesho. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu limetuambia, limetukumbusha mchana wa leo. Labda ulikuwa unatafuta Mungu kibahatisha, ulikuwa unatafuta Mungu kibabasa, lakini neno limetuambia watoto wa Mungu tuamue tutafute Mungu kwa bidii, kwa sababu neno limetuambia ya kwamba yeye anapenda wale wampendao na wale ambao wanamtafuta. Kwa nini kanisa? Kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, tumtafute Mungu kwa bidii. Hasa sisi ambao tumekaa kanisa, hasa wewe ambao umekaa kanisa, tusipatishe. Kama ni kumfanyia Mungu kazi, wacha tufanye na nguvu yetu yote, tukijua kwamba kesho mimi sijui kama nitakuwa. Kama ni kuimba, wacha niimbe, kwa sababu sijui kama kesho nitaimba. Kama ni kumtolea matoleo, wacha nitoe, kwa sababu sijui kama mimi kesho nitatoa. Kama ni kwenda kanisa leo, wacha niende, sitaki kupatisha, kwa sababu sijui kama Jumapili kwa mbele yangu itafika. Wacha kama ni kuimba, wacha niimbe, kwa sababu sijui kama nitapata nafasi nyingine. Tufanye vitu zote kila mara, kila wakati kwa bidii, na tutamuona Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tumtafuta kwa bidii kanisa, tusibahatishe. Tena kumbuka, ufanye mtu kazi, unafanya Mungu wetu aliye juu mbinguni kazi. Unapofanya, fanya kwa bidii. Kumaanisha kama ni kuomba, maanisha omba kwa bidii. Usiseme wacha nione, omba kwa bidii. Kijua kwamba ninaomba sasa, ni kama leo masaa nitapata nafasi. Siku zimeisha, neno likasema kufumba na kufumbua, maajabu itafanyika. Mmefikia juzi kwa barabara, mtu amekuwa na watoto wake, sasa hana mtoto hata mmoja. Mtoto hata mmoja. Mtoto alikuwa anakuwa, mwingine anakuwa, wote hakuna. Niambie, Bwana Yesu asifiwe. Sio kumaanisha siku zimeisha. Kama ni kuomba, acha tuombe na bidii. Kama ni kusimama na kazi ya Mungu kanisa, acha tusimame na bidii. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni kufanya kazi zetu, tufanye na bidii. Kwanza tuweke Mungu mbele, hapo mstari wa mbele. Mwambie Mungu, nisaidie, nataka kwa hii nyumba Baba niongoze. Umekuwa mtangulizi wangu njia, unishike mkono, utembee pamoja nami. Kama siku moja nikasema ya kwamba wapendwa, tujue kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Unapokaa jua kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Nikatoa mfano nikasema, sisi kama wazazi, unapokuwa na mtoto wako mdogo, unaposhika mtoto wako mkono, unatembea na mtoto, katoto kanafanya hivi, kanajua tu mama yangu amenishika mkono, siwezi kuanguka, siwezi kupata kitu kibaya, kwa sababu kanajua niko kwa mikono mzuri, niko kwa mikono iliyo salama. Kwa hivyo ni watoto wa Mungu, wacha niwaambie, hata wewe uko kwa mikono mzuri, uko kwa mikono iliyo salama. Kikubwa tu wacha tumtazamie Mungu, kikubwa tu wacha tumtafute Mungu kwa bidii. Unapomtafuta jua ya kwamba sijui kama kesho nitapata nafasi, sijui kama jioni nitapata nafasi. Kama ni kuimba, wacha niimbe. Kama ni kuomba, wacha niombe. Kama ni kufanya kazi ya Mungu, wacha nifanye. Kama ni kumtolea, wacha nimtolee, kwa sababu ya masaa mengine mimi sijui ni kitu gani kitaendelea.
mama amebakia bila watoto, na hapo anajua kwamba atabakia hivyo, kumaanisha watoto wa Mungu ni nyakati za hatari. Neno likasema siku za mwisho tutakuwa na nyakati za hatari. Unapoangalia ulimwengu vile kunaenda, sio ulimwengu yuko sawa, ulimwengu yuko salama, ni nyakati za hatari. Mambo inafanyika yenye tutawahi kuona, mambo inatendeka yenye utawahi kuona. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri mchana wa leo Mungu ananikumbusha niwaambie watoto wa Mungu ya kwamba tusipatishe, wacha tumtafute Mungu kwa bidii, wacha tusimame na kazi ya Mungu kwa bidii, wacha tuombe kwa bidii, tusimame kitete tukijua sisi ni watoto wa Mungu. Bwana asifiwe. Wewe ambao uko kanisa, wewe ambao unajua Jumapili ni siku gani, wewe ambao umejua Ukristo ni kitu gani, kuwa mtu wa bidii. Vitu zote kuwa mtu wa bidii, kuwa mtu wa bidii, tusifanye mchezo, kuwa mtu wa bidii, tusipatishe. Mungu wetu si wa kupatisha. Wacha tusimame na kazi ya Mungu kwa bidii. Ukijua chochote kinaweza kutokea, wacha kitokee kama wewe umefanya kazi ya Mungu kwa bidii. Niliwaambia wakati nilienda nyumbani, tulikuwa na mama rafiki yetu kutoka sehemu za Kaimozi. Sisi ni wewe nisema mama hakukonjeka. Alituma msene ama mtoto alimtumia pesa. Ambia msene kimbia nyama tukule, kwani iko nini? Msene ndio yako na basikili. Mzee anaenda kuleta nyama. Amewacha mama kwa pomba, mama sisi tunafanyaka shughuli zetu, anawacha mama. Mzee kukucha na nyama kwa basikili. Anakuta watu wamejaa. Kwa nini? Kuangalia unaona huyo mama ndiye akochi. Ni nini nauma mama? Ilienda hivyo, nikaenda hivyo, ikaenda hivyo. Wakapakia na nyama kukula na mbibi yake. Si ni nyakati za mwisho. Wapendwa, wacha tuamini kumtafuta Mungu na bidii. Tusifanye mchezo, tumaanishe. Wewe mtu wa Mungu ambao unakuja kanisa, wacha tumaanishe kumtafuta Mungu na bidii. Biblia inasema kwamba sisi ni mali ya Mungu. Yote tulio navyo, mali na mahali yote ni ya Mungu. Tusimfanyie Mungu kazi na tunawacha nyuma mali zetu. Tufanyie Mungu kazi na hali na mali. Hiyo ndio bidii. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio bidii. Tumfanyie Mungu kazi na hali na nini? Na mali. Lakini sometimes tunamfanyia Mungu kazi, tunawacha mali zetu. Tunamfanyia Mungu kazi, tunaacha hali zetu. Unasema wacha niende tu, anajua mchungaji anakuwa na maswali. Wacha niende tu, anajua mzee wa kanisa hapa. Wewe kuomba mzee, wewe kuomba mama, wewe kuomba mchungaji. Chitoa wewe na hali yako na mali na nguvu zako zote kumtafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, mchana wa leo Mungu amekuwa na sababu kwa ajili ya maisha yangu, kwa ajili ya maisha yenu. Pengine Mungu alikuwa anaona tunabahatisha. Wacha niende huko tu. Wacha niende tu. Alafu siku moja nikasema tumepangia Mungu timetable ya mwaka. Nikasema mwaka iko na masiku 300 na ngapi wenye mlisoma, sio mnajua. Sasa wenye wamesoma mmejua imepakia masiku fulani. Na tuko na watu wamepanga kwa hii masiku kwa mwezi mmoja, Jumapili moja ndio inaingia kanisa. Imeisha hivyo, Mungu ametoa. Umepanga hiyo mwezi mwingine, Jumapili 2 ndio itaingia kanisa. Ni sawa tu, hakuna shida. Wewe mpangie Mungu timetable. Lakini neno la Mungu linatuambia siku itafika, siku ya kiyama itafika. Ikasema watu watalia na kusiaga meno. Na Biblia inasema hukumu itaanzia wapi? Kanisani. Kwa sababu tumejua ukweli, baada ya ukweli kuweka huru, tunafanya kinyume ya ukweli. Kanisa, watu wa Mungu, wacha tumtafute Mungu kwa bidii. Pengine ulikuwa unabahatisha, umepangia Mungu timetable. Pengine ulikuwa umebahatisha, unasema kila wakati naendana kanisani, sioni nikibarikiwa, sioni nikiinuliwa. Tafuta Mungu kwa bidii. Kuinuliwa kwako kuchalishi Mungu. Mungu anataka wewe unamtafuta namna gani. Kubarikiwa kwako kumchalishi Mungu. Mungu anataka kuona wewe unamtafuta namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Jinsi nimetoa mfano, utafuta namna gani hiyo eka moja ni uchapanda. Wacha tumtafute Mungu kwa bidii. Maadamu atapatikana. Kanisa, tusimame. Twende mbele za Mungu, tuambie Mungu ya kwamba nilikuwa nakuja kanisa
na nilikuwa nabahatisha, nilikuwa naenda kwa ushirika na nilikuwa nabahatisha, nilikuwa nafanya kazi yako, nilikuwa nabahatisha, lakini sikujua ya kwamba ukasema wale wanakupendao ukawaambia tukutafute kwa bidii. Baba, nimekosa, sivyo nimemaanisha. Baba, nisaidie kuanzia leo, wacha nikakutafute kwa bidii, unipe uzima, unipe nguvu, nikutafute kwa bidii, nisifanye mzaha, kwa sababu umenijua na ukanichagua nikuwa hekaluni mwako. Baba, nipe uwezo, Baba, nipatie ujasiri, Baba, nipe nguvu, nikakutafute kwa bidii, maadamu atapatikana. Kanisa la Mungu, tuambie Mungu mchana wa leo ya kwamba Baba, nisaidie, nilikuwa namaanisha, sikuwa namaanisha, nilikuwa nafanya mchezo, nilikuwa nafanya mchezo kwa huduma, nilikuwa nafanya mchezo kwa kazi yako, lakini leo neno la Mungu limeniambia hakika wacha nikutafute kwa bidii. Amen. Kwa hivyo Mungu wetu ni mwaminifu. Mungu wetu anaweza na anatupenda. Na Mungu wetu ametujali ndiposa kuanzia asubuhi neno lake limetuambia ya kwamba watu wa Mungu tumaanishe, tumtafute Mungu wetu kwa bidii, maadamu hakika yeye ni mwema na yeye anapatikana. Anaweza, anaweza, anaweza Mwokozi, anaweza mambo yote.
una tamanio mbele za Mungu, beba mkono wako juu na uamini Mungu. Hakuna jambo ambalo Mungu hawezi. Neno lake likasema ya kwamba lisiwezekana kwa mwanadamu, kwake litawezekana. Ninaomba Baba Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu, mbele zako tuko mchana huu Baba, tukiinua jina na ukuu wako Baba, tukisema asante Baba. Tunajua kila mara tumekuwa wanadamu Baba, Baba tumekukosea Baba, tumeenda kinyume Bwana, tumetenda kinyume cha Baba Baba, tunajua kwamba ni vyema tufanye kazi yako na bidii, lakini umetukumbusha ukasema ya kwamba unapenda wale wakuaminio Yesu na wale ambao wanakutafuta kwa bidii. Baba, tusamehe. Tuko tunajua ni vyema kuwa bidii, tuko tunajua ni vyema kufanya kazi ya Mungu kwa bidii, lakini Baba, kuanzia saa hii Baba, kuanzia leo tutafanya kazi yako na bidii, tutakuwa watumishi wako, tutasimama na kazi yako Baba, tutaingia kwa kazi yako, tutaingia kwa ushirika, tutaingia kwa mikutano. Tusaidie Baba, wewe ni mwema Yesu, na wewe ni mwaminifu. Ngine unabeba mkono, unajua haja moyo wako Baba Yesu, unajua siri ya mioyo ya mwanadamu Baba, unamjua Yesu, mshughulikie Yesu, onekana katika maisha yao, mahali unatakikana patikana. Hata wengine ni wagonjwa, lakini tunaamini neno lako, ukasema kwa damu yao, ukasema kwa mapigo yao Baba, tulipokea uponyaji. Asante Mungu wetu, wewe ni mwema Baba, na wewe ni mwaminifu, na ni katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu, amen. Kanisa, sio unafikia haya Mungu wewe. Asante. Kabla sijakaa, kaeni chini. Mama Lili anako wapi? Anataka kusikia mama ya kondoo. Mama Lili anako wapi wewe? Kwa hivyo sisemi. Namshukuru Mungu jinsi nimesema mliniombea. Nimekuwa nyumbani kwa wakati mzuri. Hizo makondoo yenye mnaulizanga, makondoo ziko vizuri.